Kabla ya kuangalia vigezo vinavyopaswa mtu kuwa MVP, alichokisema Ali Kamwe, Ali Luambano, unaungana naye mkono kwamba kweli Pacome Zouzoua anastahili kuwa MVP wa ligi msimu 2024-2025? Ya, anastahili kwa baadhi ya vigezo ambavyo yuko navyo, kwa maana kwamba huyu ndio mchezaji pekee ambaye ameshinda tuzo nyingi za mchezaji bora wa mechi, kwa maana kwamba kwenye michezo ambayo amekwisha cheza ameshinda tuzo 9 za mchezaji bora wa mechi. Hicho ndio kitu kingine ambacho amekifanya hapa kwa Zouzoua, na hakuna mchezaji mwingine yoyote ambaye ameweza kukifanya. Wakati huo Ahoua akashinda ngapi? Ahoua nadhani ana 5 kama sio 6. Wakati Pacome Zouzoua ana mchezaji bora wa mechi kwenye michezo 9 ametajwa kama mchezaji bora wa mechi. Lakini pia ukimwangalia Pacome Zouzoua ni miongoni mwa wachezaji ambaye amesaidia kuchangia alama nyingi za Young Africans, hususan kwenye michezo migumu ambao watu wengi walikuwa hawana imani kama Yanga anaweza kwenda kupata matokeo kutokana na nature ya mchezo wenyewe husika kwa siku hiyo. Lakini bado Pacome Zouzoua aliweza kuwa na msaada mkubwa na aliweza kusaidia Young Africans kuweza kupata matokeo. Unakumbuka game ya Yanga na Singida pale Zanzibar ilikuwa ni miongoni mwa michezo migumu sana, na ulikuwa unaona Singida walivyokuwa aggressive kwenye ule mchezo, akiwa bora sana kwenye maeneo mengi, lakini Pacome Zouzoua aliweza kushoot kutokea nje akasaidia Yanga kupata bao moja na Yanga wakavuna alama 3. Game zidi ya JKT Tanzania, mechi ya kwanza ambayo ilikuwa ni ngumu sana. Kila mtu anajua JKT msimu huu wamekuwa ni miongoni mwa timu ambazo zina safu imara zaidi ya ulinzi, lakini yeye ndiye ambaye aliweza kwenda kufunga bao la kwanza kwenye mchezo ule zidi ya JKT. Mchezo mwingine ambao Pacome Zouzoua aliweza kuamuru ulikuwa ni game zidi ya Coastal Union, mechi ambayo ilikuwa ni mechi ngumu sana. Young Africans wanahitaji bao, Pacome Zouzoua anakwenda kujitokeza na kwenda kusaidia Young Africans kupata ushindi wa bao 1-0. Kwa hiyo ukikaa ukiangalia kwenye mazingira magumu, Pacome Zouzoua amekuwa akijitokeza na kuweza kusaidia Young Africans kuweza kupata matokeo. Kwa hiyo ukitaja mchezaji ambaye amechangia alama nyingi kwenye kikosi cha Young Africans, huwezi kuacha kumtaja Pacome Zouzoua. Mchezaji ambaye ana tuzo nyingi za man of the match, mchezaji ambaye amechangia alama nyingi ndani ya kikosi cha Young Africans ni Pacome Zouzoua. Lakini pia kwenye michezo migumu ndiye mchezaji ambaye amekuwa na mchango mkubwa wa Young Africans kwenye kuinfluence team ipate matokeo mazuri. Jana tuliona kwenye matukio 3 muhimu yeye ndiye ambaye alikuwa mhusika. Goli la kwanza kwa maana kwamba alitengeneza penalty, akaenda akaconvert penalty na akaja akatengeneza bao ambalo lilikuja kusiliba ushindi wa Young Africans kwenye mchezo ambao ulikuwa unakwenda kuamua ubingwa kwa Young Africans. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni mchezaji ambaye amejitofautisha na wachezaji wengine. Lakini pia kitu kingine ambacho Pacome Zouzoua yuko nayo, ukiachana na masuala ya namba, ni ile sanaa yake ya uchezaji. Zamani wachezaji walikuwa wanathaminiwa kutokana na aina yao ya uchezaji, sio namba, sio kitu chochote kile. Watu walikuwa wanaangalia nini ambacho unakifanya unapokuwa na mpira, unakifanya ambacho kipindi ambacho hauna mpira, ndipo ambapo anakwenda kumtambua mchezaji bora. Ukiangalia wakina Zinedine Zidane, sio mchezaji ambaye alikuwa labda na namba nzuri sana kwenye tuzo za Ballon d'Or, lakini aliweza kuwa mchezaji bora wa dunia. Ukiangalia sijui wakina Ricardo Kaka wanapokuwa wachezaji bora wa dunia, hawakuwa na namba bora kuliko wote kwa kipindi hicho, lakini aliweza kutajwa kuwa mchezaji bora kwa sababu tu ya sanaa yake ya uchezaji. Pia beki wa Italy ule Fabio Cannavaro alitajwa kuwa mchezaji bora wa dunia, sio kwa sababu kwamba alikuwa na clean sheet nyingi, sijui alikuwa ana timu yake hajafunga mabao mengi, bali sanaa yake kwenye eneo la uchezaji ndio ambayo ilipelekea yeye kuweza kuwa mchezaji bora wa dunia. Kwa hiyo ukiangalia, ukiachana na masuala ya numbers ambayo pia Rio Ferdinand wakati anataja orodha ya viungo bora wa Uingereza alikuwa anataja orodha yake ya viungo bora wa Uingereza, alimtaja Frank Lampard, amemtaja Steven Gerrard, Roy Keane pamoja na Paul Scholes, lakini anasema Steven Gerrard amemtaja Frank Lampard kwamba ni mchezaji ambaye alikuwa bora sana, namba zake ziko pale, kwa maana kwamba anafunga na assist. Lakini sio tu issue ya mabao, mchezaji hapimi tu kwa namna ambavyo anafunga magoli na namna ambavyo anatengeneza nafasi, lakini ni namna gani ambavyo anakwenda ku influence mchezo mzima. Yani ule mchezo ni namna gani ambavyo ana influence timu inakwenda kupata matokeo. Unaweza kumuona hapo Steven Gerrard alikuwa kwenye ile eneo. Kwa ukienda ukimwangalia Pacome Zouzoua, ukiachana na namba zake, mabao 12, assist 10 kama sio 9, amehusika kwenye mabao 22, lakini ukiachana hivyo vyote, ukiangalia sanaa yake ya uchezaji, ni miongoni mwa wachezaji ambaye amekuwa na sanaa bora zaidi ya uchezaji kuliko Jean Charles Ahoua. Lakini pia kwenye record za siku za hivi karibuni, ndugu zangu anaweza kunisaidia, Moyombo anaweza kunisaidia, kwamba sijui ni lini MVP wa ligi kuu soka Tanzania bara akatoka kwenye
timu ambayo haijashinda ubingwa. Kwa Tanzania haiwezekani. Nakumbuka ameshinda yule nani yule Yannick Bangara, alikuwa ametoka kwenye timu ya ubingwa, alishinda Fisto Kalala Mayele, alikuwa kwenye timu ya ubingwa. Cletus Totachama pia ashaishinda, alikuwa ametoka kwenye timu ya ubingwa. John Rafael Boko ameshinda, alitoka kwenye timu iliyokuwa bingwa. Sijajua Juma Abdul pia Juma Abdul Nyamani, Mohamed Hussein Shabarara. Haiwezekani ukiwa nafasi ya pili. Kwa hiyo sijajua kwa hapa nyumbani Tanzania kama kwa numbers ambazo amezitengeneza Jean Charles Ahoua zinaweza zikabadilisha utaratibu ambao wa Tanzania tumekuwa nao. Japo kwenye tuzo ya mchezaji bora tuangalie ubingwa, tuangalie nini, tunachoangalia nani ambaye alikuwa na performance bora. Lakini kwa record za siku za hivi karibuni naona kutakuwa kuna ugumu mkubwa sana kwa Jean Charles Ahoua kuweza kuwa mchezaji bora wa ligi yetu kwa sababu hayuko kwenye upande ambao timu imeshinda. Sawa. Huyo ni Ali Luambano akizungumza kile ambacho Ali Kamwe amesema anastahili sana kwa MVP Pacome Zouzoua na si Jean Charles Ahoua, licha ya kwa kumtaja Charles amemtaja tu upande wake wa Pacome Zouzoua. Baada dakika tayari ni 30 na kitu na tunajaribu kumtafuta mshindi. Hiki ndio kitu ambacho spendi. Yaani mtu anakuwa ameshinda alafu simu haipatikani. Sasa sijui anakuwa amezima ama inakuwa iko vipi. Yaani kuna wakati hawastahili hata kushinda. Mieyusho. Alafu nafikiri tupunguze kiasi. Manake sasa unakuta mtu kashinda hela nyingi kama hivi alafu $100,000 nzima hapatikani. Umeona sasa inakuwa sio kitu kizuri. Yaani inakuwaje yani kwa mfano? Shabiki wa Simba huyo. Yaani inakuwa sio kitu kizuri. Kwa hiyo hakikisha kabla hujazima simu ama hujakaa mbali na simu yako uwe tayari na wewe umecheza na unapatikana. Usifanye hivyo vitu ambavyo havipendezi kiukweli. Tuwakumbushe Rehema namna gani ambavyo wanaweza kucheza kwa mitandao yote minne. Vodacom ni *150 *00. Charles Ahoua. Mimi kwa upande wangu kwa sababu Yanga si ndio umechukua ubingwa Clement Mzize ndio anatoka kwa MVP wa ligi kuu ya Tanzania. Sasa kani Yanga amechukua ubingwa kwa nini asiwe Pacome Zouzoua? Unajua sisi wa Tanzania tuna kasumba moja. Ndio. Mchezaji wa mzawa atafanya makubwa vipi asifiwi. Leo hii watu wanavyomzungumza Mzize, performance leo ionyesha msimu huu. Hadi unaona kuna klabu nyingi zinahitaji saini yake. Unasikia Wydad anahusishwa, unasikia Zamalek, unasikia timu kutoka Libya sijui wapi. Lakini watu bado wanamchukulia poa. Yaani wanachukulia kile kiwango anachokionyesha Clement Mzize kama ni kitu cha kawaida. Maana yake atuthamini vya kwetu. Sisi yani Tanzania mchezaji wa kigeni anawekwa mbele afu mzawa baadaye. Ni tofauti na nchi kama ilivyo Afrika Kusini. Afrika Kusini mzawa wa kwanza. Ndio maana Mamelodi asipocheza Temba Dwame Msisi anaenda Mshishi ni kelele nyingi sana. Muangalie Loch akiwa ana kiwango chake pale Orlando, wanapomchukulia Tobo Mokoena. Hawa wachezaji wa kigeni mpaka ukiona anasifiwa amefanya kazi kubwa sana. Umeona? Mimi ninaamini MVP wa Tanzania huwa anatengenezwa kuanzia nje ya uwanja hata kama ana kiwango kizuri. Pacome bahati aliyoipata ambayo ameipata msimuni kuzungumzwa sana. Lakini hawa watu ambao wanamzungumza Pacome leo hii ndio hao watu ambao walimtengeneza Yannick Bangala kipindi kile kwa MVP, sawa? Lakini leo hii Mzize ule upepo ungekuwa upande wake. Kwangu mimi MVP wa ligi kuu msimu huu ni Mzize. Kutoka Mzize msimu uliopita kuwa kosa alikuwa anakosa sana magoli Mzize msimu uliopita. Lakini msimu huu mabao 7 msimu uliopita. Amemaliza na mabao 7. Msimu huu amefunga mabao 14. Acheze kama mshambuliaji anatokea pembeni huyo. Ametoa assist 4 dakika 1830 za ligi kuu ya NBC msimu huu. Kwa hiyo mimi ukiniuliza yani nani anastahili kuwa MVP wa ligi ni mzawa Clement Mzize. Ila kwa sababu ni mchezaji mzawa ile juhudi anayoifanya Yanga pale watu wanaichukulia poa. Lakini amini nakwambia Clement Mzize ndio anastahili kuwa MVP wa ligi kuu ya NBC msimu ulioisha jana. Sawa, Mwayombo anasema hivyo. Isa Suleiman wewe kabla ya kuchangia kwanza hapo unajua kwamba kuna dabi ile ya kisasi mara baada ya jana kupoteza magoli 2-0 Simba wana nafasi ya kulipa kisasi pale Kizimkazi. Na hii ngoma bwana itapigwa tarehe 19 Julai kwa maana ya kwamba ni mwezi wa 7 mwaka 2025. Hii dabi inawakutanisha mashabiki sasa
wachezaji si wameshindwa, wampigwa mara 5 mfululizo. Sasa ni zamu ya mashabiki kulipa kisasi kwa mashabiki wa Yanga pale Kizimkazi. Lakini hili ni tukio maalum la Kizimkazi Festival ambalo leo tulilizundua kwenye Kijora asubuhi, tukaeleza kile ambacho kipo na kila kitu ambacho kitafanyika, ambacho yenyewe itafanyika kuanzia tarehe 19 hiyo Julai mpaka kufikia tarehe 6 mwezi wa 8, kwa maana ya kwamba pale Kizimkazi kutakuwa kumenoga zaidi na zaidi. Usiku wa tarehe hiyo baada ya dabi sasa kutakuwa na mambo mengi sana ambayo yapo. Mara baada ya dabi kupigwa kutakuwa na dabi 2. Yaani dabi haitakuwa moja. Kutakuwa na hii dabi ya Simba na Yanga ambayo watu wanakwenda kulipa kisasi. Lakini baada ya hapo usiku wake sasa kutakuwa na dabi tena ya Taarab. Ngoja kwa vidole juu kwa Taarab na ufahamu. Ngoja niukumbuke hapa, Remanangu atanisaidia. Na hiyo itakuwa ni Jahazi Modern Taarab pamoja na Zanzibar One Modern Taarab. Itakuwa ni dabi nyingine kwenye usiku huo wa Julai 19 mwaka huu 2025. Kwa hiyo Simba wasijisikie unyonge hapa. Kama wamepoteza mbele ya Yanga, sasa nafasi ni ya kwao ya kwenda kulipa kisasi. Hili ni jambo zito sana. Na Isa, kuna mashabiki walikuwa wanalalamika, mwalimu jana amefanya sabu za hovyo, wachezaji hawajitumi kama wenzao wa Yanga. Sasa hizo lawama mziache, na nyie vaeni jezi mkawalipie kisasi. Ndio kwamba bwana Fadu sasa jana kwa nini alimtoa Yusuf Kagoma? Mara ilikuwa hivi kawa vile. Bwana mbona sijui Shabalala, sijui Kapombe, sijui Mpanzu mbona haonekani kama ambavyo anaonekana kwenye mechi zingine? Vaa jezi, nenda katetee bendera na logo ya Simba pale Kizimkazi, ambako kutakuwa kuna mechi ya watani wa jadi kati ya Simba dhidi ya Young Africans. Ni wewe zamu yako ya kuvunja ile kule kupigwa mfululizo mara 5 mfululizo. Sasa wewe ni zamu yako kuweza kufanya kwamba sasa hii mara 5 inatosha, na sisi tunaanza kupata ushindi kwenye game yao ya kwanza pale Kizimkazi. Safi, hiyo ni jambo jema. Naamini kila Mtanzania, tena wakazi wa Zanzibar wale inabidi watusikilize kwa sikio pana kweli, kwa sababu vurugu itakuwa ni nyingi huko, lakini ni vurugu ambazo haziumizi kama ambavyo anasema yule mshabiki Mtanzania anaishi nje ya mipaka ya Tanzania. Bongozozo. Ni fujo isiyoumiza. Kwa hiyo utakuwa na vurugu zisizoumiza kuanzia hiyo tarehe 19. Isa, unasemaje? Mimi MVP, unajua alichokifanya jana Pacome Zouzoua ni kuichukua tuzo ya MVP kinguvu. Yaani ni kama kuna sehemu ilikuwa inashinikizwa iende, au kuna sehemu ilikuwa inapaswa iende, lakini alichokifanya yeye ni kwamba sasa hii naichukua kwa nguvu. Yaani si mnasema mtu fulani anastahili kuchukua, mimi naichukua kwa nguvu. Alichokifanya ni kitu bora sana, na nadhani amedhihirisha kwa Tanzania mzima ya kwamba yeye ni mchezaji bora kiasi gani. Unajua siku zote mchezaji mkubwa anajulikana kwenye michezo mikubwa. Muangalie Pacome Zouzoua kwenye michezo mikubwa ya msimu huu, ndio utakuja kugundua yeye ni mchezaji mkubwa wa aina gani. Na mpinzani wake wa karibu ambaye amekuwa akihusishwa naye katika hili ni Jean Charles Ahoua kutoka Simba. Kwangu mimi, kama Jean Ahoua atapewa hii tuzo ya MVP msimu huu, naona ni kama kuishusha hadhi ligi yetu. Nakwambia hivyo kwa sababu nikimwangalia Jean Ahoua, naheshimu kile ambacho anakifanya, naheshimu takwimu zake ambazo anazipata kiwanjani, lakini kwangu mimi bado hastahili kiasi hicho. Hasa ukiangalia kile ambacho amekifanya kwenye michezo mikubwa. Ukitaka kuamini hilo, muangalie Ahoua kwenye michezo yote ya Simba na Yanga, umemuona amefanya kitu gani? Si kutoa namba tu, ama si kufunga, kutoa assist tu. Hata kile ambacho amekifanya ndani ya dakika 90 ni kitu gani? Muangalie kwenye michezo miwili dhidi ya Azam FC, amefanya nini Jean Charles Ahoua? Hata nenda ukamwangalia kwenye michezo ya Singida Black Stars mitatu ambayo amekutana nayo msimu huu, ikiwemo ule wa nusu finali. Utakuja kugundua namba ndio kitu ambacho kinambeba. Of course hatukatai hilo, lakini kwa hapa tulipofikia sasa hivi, nadhani Jean Charles Ahoua bado hana nafasi kubwa mbele ya Pacome Zouzoua kutokana na ule ubora ambao yuko nao msimu, licha ya kwamba amezidiwa namba zake na Jean Ahoua. Na mimi nilikuwa napitia kidogo kwenye mitandao mara baada ya jana na kuangalia. Nilikuwa naangalia hata baadhi ya mashabiki wa Simba wenyewe wanakiri ule ubora ambao uko nao Pacome. Na mimi naamini ya kwamba
kama Pacome Zouzoua atanyimwa tuzo msimu huu, hata mashabiki wa Simba wataumia. Trust me. Yani wapo kabisa wale ambao wanaofahamu mpira, wapo wale ambao wanaangalia mpira na wanavyopendeza kumwangalia Pacome Zouzoua. Wapo ambao watajiuliza mara mbili, Pacome Zouzoua anakosaje tuzo ya MVP msimu huu? Kwangu mimi naona anastahili sana katika hilo. Wale ambao walikuwa wanabishia ubora wake, wale ambao walikuwa wanamfananisha sijui na Elie Mpanzu walikuwa wanafanyaje? Jamani, Pacome Zouzoua yuko next level, yuko level za mbali sana. Kile ambacho anakifanya jana, licha tu ya kufunga, lakini alitoa mateso kwa wachezaji wa Simba. Angalia namna ambavyo upande ule walikuwa wanamkaba wengi, na pale ambapo walijaribu pengine kumwachia nafasi kidogo tu, alikuwa mwiba sana. Kuongezeka kwa Clement Mzize kukaja kuongeza kitu kikubwa sana kwenye safu ya ushambuliaji ya Yanga. Kwa hiyo kwa hapa tulipofikia, sawa, namba ndo kila kitu, namba zinabeba na nini, lakini kwa Pacome mimi naamini ana nafasi kubwa sana ya kuchukua hii tuzo mbele ya Jean Ahoua. Sawa, vipi kwa upande wa Mzize, umuingizi hapo ndani kabisa? Mzize amefanya kitu kizuri msimu huu, lakini licha ya kwamba sio Mtanzania na nini, ni Mtanzania na pengine wachezaji wetu wamekuwa wanatoa thamani kubwa na nini, lakini kwangu mimi naona bado hajafikia huo ubora ama kiwango ambacho amekionyesha msimu huu. Ni kiwango bora kwake yeye, na ukitaja wachezaji wa ndani pekee, Mzize ndo bora zaidi kwangu mimi, zaidi ya Faisal Salum. Kwa hiyo kumbe sisi ndani bado tunajitafuta. Of course bado. Yani kwa ubora ambao uko nayo, klasi ambayo uko nayo, ukimweka na Pacome Zouzoua tutakuwa tunajidanganya. Okay. Wewe subiri, siku akiwasha moto Zamalek utakuja kumheshimu. Sasa hivi kwa sababu anacheza hapa ndani ndio maana tunamchukulia poa. Kama anapochukuliwa poa bwana Samata. Yes, kama anapochukuliwa poa Samata. Yule Selemani Mwalimu watu sasa hivi wameanza kumheshimu. Alipokuwa hapa ni kila kitu na majira yake. Ndio maana nakwambiaje, siku huyu akienda Zamalek akawasha moto akawakimbiza Ahari, kila mtu atakuwa anaimba jina lake. Bwana huyu alikuwa Yanga, huyu alikuwa bonge la mchezaji. Lakini kwa sababu yupo hapa ndani, hakuna yani huyu Mzize akiendelea kucheza Tanzania, hakuna hata siku watu watamheshimu. Haipo. Mwayombo atakuja kuheshimika siku akitoka kule na Zamalek akaja hapa. Mwayombo. Naam. Nataka kusema mimi Sote ni mtu ambaye nilikuwa nampigia chapuo Jean Chazawa. Na amefunga magoli 5 ya Rema. Kabla hujaongea kitu. Kwa hiyo nataka kumkana Jean Chazawa kwa mechi moja tu ya jana. Francis na narudia tena. Kauli yangu ambayo nilikuwa nampa Ahoua ni MVP kwa kile kitendo kilichoonyeshwa jana na Pacome. Mechi ya jana. Na ndo hata ukisikiliza nani, kuna statement moja amezungumza Alikamwe akasema kuhusiana watu walikuwa wanampa kabla wanamtaja Jean Chazawa kabla hawajamaliza mechi, hawajakutana Simba na Yanga. Umeelewa? Kwa hiyo Simba na Yanga hata dakika moja inaweza ikasababisha mtu akazaliwa na mtu akafa vile vile. Kwa mimi yani to be honest, huyu Pacome anastahili kabisa kwa MVP. Anastahili kabisa kwa sababu Yanga wamechukua ubingwa. No. Simba wangechukua. Simba wangechukua ubingwa. Yes, kwa sababu ndio maana nielewa nimezungumza hivi. Dakika moja inamfanya binadamu anakuwa binadamu, na dakika moja inafanya binadamu akawa sio binadamu tena. Anakuwa Simba. Simba anabadilishwa jina, si anakuwa amekufa. Sasa akifa sana anakuwa ni marehemu. Na dakika moja anazaliwa binadamu. Nena dakika moja sasa hivi tunazungumza kuna binadamu anazaliwa. Kwa hiyo kanuni zingekuwa hivyo tungepata shida. Hapana. Sasa si mtazamo wa kwangu mimi Francis. Hawezi kufanana na Aliluambano. Mechi ya jana wewe mwenyewe umeona bora Pacome aliyoonyesha. Nisikilize. Mimi nataka nikuchallenge alafu tajibu. Kwa mfano mechi ya jana Pacome asingecheza. Yaani Yanga ameshinda lakini Pacome asingecheza. Kwako wewe bado angebaki Jean Chazawa, bado kwangu mimi angebaki yule. Kwa Tanzania angebaki. No. Yanga amechukua ubingwa. Yani angebaki tu yeye Jean Chazawa. Angebaki. Yeye anakuwa ni bado ni mfungaji bora wa ligi. Ana magoli yake mangapi? 16. Bado hatujafikiaga mfungaji bora akawa na magoli mengi sana, akawa 25 au 30 bado. Kile 23 watu wamepiga 22. Sawa, tunahitaji afike hadi 30. Rekodi simewekwa kwa ajili ya kuvunjwa. Kwa hiyo rekodi zimewekwa kwa ajili ya kuvunjwa na afike avunje rekodi. Lakini kwa performance ilionyeshwa jana, kama kweli tunautendea haki mpira. Na Pacome jana amecheza, amefunga, ameassist, amekuwa man of the match. Mnamnyimaji akinyimwa tu, lakini kila kitu kimeonekana. Kunyimwa inawezekana. Kwa utaratibu wetu tunaokwenda nao na mipangilio yetu kunyimwa inawezekana. Lakini tukinyimwa lini MVP imetoka kwenye timu ambayo haijachukua ubingwa? Sasa ndio utaratibu wetu, sasa huwezi kukataa Mwayombo. Kwa utaratibu wetu na mipangilio yetu tunaokwenda nayo ndio hivyo ilivyokuwa na ndivyo ilivyokuwa. Sawa, tutakuja kuendelea na hilo. Rehema, umemsikia vizuri kabisa.
kwa Jean Charles Ahoua kuna baadhi ya vitu ambavyo anatakiwa kwenda kuviboresha. Msimu huu amekuja kutuonyesha kwamba ni bora zaidi kwenye mipira iliyokufa na namna ambavyo anaweza kuzitumia baadhi ya nafasi, japo kuna muda alikuwa anakosa, lakini amekuwa na msimu bora sana, kwa maana kwamba mabao 16, assist 9 kwenye msimu wake wa kwanza wa ligi. Sio performance, sio namba mbaya, lakini kuna vitu ambavyo anatakiwa kuweza kuviongeza. Ni namna gani ambavyo atakuwa anahusika zaidi na mchezo, hususan pindi timu inapokwenda kushambulia, yeye ndiye awe kiunganishi cha timu kutoka kwenye eneo la chini kwenda kwenye eneo la juu. Lakini pia namna gani ambavyo ataweza kuwa anashiriki pindi timu inapokuwa haina mpira. Hicho ndio kitu kingine ambacho anataka kuweza kwenda kukiongeza. Nakumbuka kuna interview alifanya kocha wa PSG, alisema Kylian Mbappe ni mfungaji bora, lakini anatakiwa kuongeza namna gani ambavyo atakuwa anajihusisha zaidi na mchezo. Yaani kwa mfano Jean Charles Ahoua anaweza akafunga mabao, lakini participation yake kwenye mchezo isiwe kubwa sana kwenye kiwango hicho. Yaani ukitoa yale magoli hauoni kitu kingine extra ambacho alikuwa anakifanya kwenye mchezo. Kwa maana kwamba labda namna ambavyo atakuwa anahusika kwenye kutengeneza mashambulizi, namna ambavyo atakuwa anahusika kwenye kutafuta mpira pindi timu ambapo itakuwa haina mpira. Angalia, kumbuka sio wachezaji wote wanaweza akafanana. Yes. Yani ile ndio staili yake yeye ya uchezaji. Yani uwezo kumhamisha leo useme acheze kama Pacome, haiwezekani. Sizungumzi kama Pacome. Ninachokizungumza ni namna gani ya kuhusika na mchezo. Kuhusika na mchezo sio lazima uhusike kama mtu fulani. Si anafunga. Yani kufunga peke yake. Kufunga peke yake haimaanishi. Yes, kufunga peke yake haimaanishi kwamba unahusika na mchezo. Kuhusika na mchezo, kila mchezaji kwenye dakika 90, mchezaji aliyecheza dakika 90 ana almost ya kugusa mpira kwa dakika 3, yani kukaa na mpira dakika 3. Ukienda ukiangalia, ukifanya research yako kwa mtu kama Jean Charles Ahoua, zinaweza zikawa ziko chini ya hizo dakika, kwa sababu sio mtu ambaye anajihusisha na mpira kwa muda mrefu. Mchezaji ambaye anaapia kwenye matukio, aapii kwenye game nzima. Na namna gani ambavyo anatakiwa kuapia kwenye game nzima, tunatakiwa tukuone pindi timu itakapokuwa inashambulia, tukuone unavyocheza. Pindi timu inapopoteza mpira, tukuone unavyocheza. Ndio maana katika siku za hivi karibuni vilabu vyetu anautafuta mpira tutafika huko. Pacome Zouzoua, rejea game ya Yanga anashinda goli 5-1 dhidi ya Simba. Pacome Zouzoua ameenda kukaba mpira kwenye eneo lake, then anaanza kumkimbiza Fabrice Ruamba Ngoma kutoka kwenye eneo, kwenye zoni yake mpaka kwenye zoni ya Simba. Anakwenda hivyo vitu hata Ahoua anafanya bwana. Yani ni kwa kiwango kidogo. Yani ukizungumzia kwenye issue ya kukaba wote wawili wale hawako vizuri. Mkubwa kwenye yani wewe mimi ninachokuelewa unataka Ahoua huyu wa Simba acheze kama Pacome. Haiwezekani. Kokote mpira apige chenga. Sijazungumza hivi. Mimi nilichozungumza namna ya kujihusisha na mchezo. Unaona siku hizi wachezaji wanavaa kujihusishaje? Unajua umezungumza mara kwanza sijakuelewa. Kuna SMS ya hela iliingia hapa. Ndio kanitoa kwenye mchezo. Kwenye kujihusisha na mchezo. Na kuna kitu wachezaji siku hizi wanavaa hapa kama wakiangalia ila wanapima namna ambavyo wamejihusisha na mchezo kwa namna gani. Kilomita za mchezaji ambaye amekimbia kwa dakika 90. Kile kwa mchezaji aliyecheza dakika 90 angalau awe amekimbia kuanzia kilomita 9. Mchezaji anatakiwa kukimbia kuanzia kilomita 9 mpaka 10. N'Golo Kante anakimbia mpaka kilomita 14 kwenye mchezo. Huyu anayekimbia kwenye kilomita 14 maana yake anajihusisha na mchezo kwa muda mrefu, maana yake anafanya movement nyingi. Pindi timu itakapokuwa haina mpira, anahusika kwenye kutafuta huo mpira. Anautafutaji huo mpira, maana yake sio kwa kutembea, sio kwa kukaa kwenye eneo moja. Anautafuta mpira kwa kwenda kulia, ataenda kushoto, ata drop chini, ataenda juu, vyote hivyo kwenye kutafuta mpira. Rehema wakati huo anamtafuta mshindi Rehema. Hata timu inapokuwa na mpira anafanya movement, kwa maana kwamba atafungua kwa ajili ya kuweza kuipa option timu yake au mchezaji mwenzake ambaye yuko na mpira kuweza kumpigia pasi. Sio mchezaji ambaye anajijengea kaeneo ka kukaa, kwa maana kwamba mimi nitapokea mpira hapa zeni nitaupiga pale. Jana ukimwangalia Jean Charles Ahoua, mimi binafsi ulikuwa umuoni kwenye maeneo ya msingi ambayo anatakiwa kukaa. Kwanza jana mchezaji gani wa Simba ameshaini wakati Simba wote wameflop, wamepoteza wote. Sasa ndo sifa ya mchezaji mkubwa, yani anaipoteza. Pacome angekuwa Simba, ile Simba ikacheza vile angeshaini. Hebu nikuulize wewe, yani wewe mechi ngapi? Twende taratibu. Kwani kuna mechi ngapi ambazo Young Africans walikuwa ovyo, alafu kuna mchezaji wa Young Africans alikuwa anajitokeza na kuteka show
Kwa mfano nataka Yani sio kwa nikukumbushe. mechi kama ya jana. Yani kwa mechi nataka nikutolee mfano kwenye hiyo mechi ya Simba na Yanga. Bernard Morrison, Simba alikuwa kwenye ubora mkubwa sana. Bernard Morrison anawafunga Simba na amejitosheleza kama yeye ni mchezaji bora kwenye ule mchezo. Sasa Bernard alikuwa kwenye ubora mkubwa. Mimi naomba nikuulize, spirit ambayo walionyesha Yanga kipindi kile ni tofauti na fighting spirit ya Simba ya jana. Simba kuanzia golini, eneo la katikati ya uwanja hadi mshambuliaji umekufa. Yaani mimi sasa wewe timu nzima imepotea jana. Wewe ambaye unataka kwa kuhitimisha hili naomba nikuulize